Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Walishuka watu waliotoka Uyahudi wakiwafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi za Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi ikawapendeza mitume na wazee wa kanisa lote kuwachagua watu miongoni mwao na kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Nao ni hawa: Yuda aliyeitwa Barsaba na Sila, waliokuwa watu wakuu katika ndugu. Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao mitume na ndugu wazee: kwa ndugu zetu walioko Antiokia na Shamu na Kilikia, walio mataifa, salamu. Kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu wamewasumbua kwa maneno yao, wakiwapotosha roho zenu, ambao sisi hatukuagiza sisi, tumeona vema hali tumepata kwa moyo mmoja kuwachagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, watu waliotilisha maisha yao kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila, watakaowaambia wenyewe maneno yayo hayo kwa vinywa vyao, kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mizigo, ila hayo yaliyo ya lazima, yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na nyama zilizosongolewa na uasherati. Mkijizuia hayo, mtafanya vyema. Wasalamu. Neno la Bwana. Njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katika mataifa yote. Kiitikio:
Mataifa na washangilie, naam waimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuongoza mataifa walioko duniani kiitikio. Watu na wakushukuru, Mungu, watu wote na wakushukuru. Mungu atatubariki sisi, miisho yote ya dunia itamcha yeye kiitikio. Somo la kitabu cha Ufunuo. Siku ile mimi Yohane nilichukuliwa katika roho mpaka mlima mkuu, mlima mkubwa mrefu. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yapsi, safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12 na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya makabila 12 za Waisraeli. Upande wa mashariki milango 3, na upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi wa mwana kondoo ndiyo hekalu lake. Na mji ule hautahitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Neno la Bwana.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Injili ya Yohane sura ya 14 aya 23 hadi 29. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno nalolisikia sio langu, ila ni lake Baba aliyonipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani nawaambieni, amani yangu nawapa. Niwapayo mimi sio kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngelinipenda, mngelifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla haijatokea, kusudi itakapotokea mpate kuamini. Neno la Bwana. Kumbusha yale yote ambayo Yesu mwenyewe alitufundisha. Lakini huyu Roho Mtakatifu anatuwezesha kushika neno la Mungu. Na tukishika neno la Mungu, Baba atatupenda, kisha Yesu atakuja kwetu. Lakini hebu tuanzie somo letu la kwanza. Somo letu la kwanza tumelitoa kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya pili, aya ya 22 hadi ya 29. Hapa tunaongelea mtaguso wa Yerusalemu. Lakini tuelewe mtaguso wa Yerusalemu ulikuwa unalenga kufanya nini? Na kwa nini waliitisha mtaguso wa Yerusalemu? Kwa haraka tukipitie kitabu cha Matendo ya Mitume. Ukianza kusoma sura ya kwanza, aya ya kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume, utakuta jina limetajwa, linaitwa Teofilo, mpendwa Teofilo. Lakini pia Injili ya Luka ametajwa huyu Teofilo. Je, Teofilo ni nani? Jina Teofilo ni muunganiko wa majina mawili ya Kigiriki. Teo kutoka neno Theos, Kigiriki kimaanisha Mungu. Halafu Philo, Kigiriki ikimaanishwa ni mpendwa. Hivyo Teofilo maana yake ni mpendwa wa Mungu. Hivyo kitabu cha Matendo ya Mitume kama ilivyo Injili ya Luka ameandikiwa mpendwa wa Mungu. Mpendwa wa Mungu ni nani?
ni wewe, ni mimi, ni yule, yeyote yule, ili mradi yuko tayari kulishika neno la Mungu na kuliishi, huyu ni mpendwa wa Mungu, ndiye anayeandikiwa. Si tu lazima awe Myahudi, hapana, yeyote ambaye yuko tayari kulishika neno la Mungu na kuliishi. Kitabu cha Matendo ya Mitume kimeandikwa kutekeleza amri waliopewa mitume na Yesu mwenyewe: ninyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, Galilaya na ulimwengu mzima. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8. Hivyo yote yanayoelezwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume yalifanyika ili mitume watekeleze amri waliopewa na Yesu ya kuwa mashahidi wa kutoa ushuhuda. Sasa baada ya hapo, ili waweze kutoa ushuhuda, walitakiwa kuimarishwa, kwa sababu mwanzoni walikuwa ni waoga, wakawa wamejificha ndani. Hivyo wakashukiwa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu na mapaji yake, uoga wote ukawaisha, wakaanza kufundisha neno la Mungu bila uoga, na hata waliokuwa wanajificha ndani wakatoka wakaanza kufundisha. Wameanza kufundisha, hatimaye jumuiya ikakua, idadi ya waamini ikaongezeka. Taratibu sasa ubinadamu ukaanza kuingia, wakaanza kubaguana. Wale Wayahudi wakaanza kuwabagua Wagiriki, hasa wajane wakaanza kusahaulika na kutopewa mahitaji yao ya kila siku. Ili kuondoa hiyo changamoto, wakateuliwa mashemasi 7, wakapewa kazi ya kuhudumia Wagiriki, wajane na wengine, wakati mitume wanaendelea na kuhubiri. Ndio wakateuliwa akina Stefano, Filipo, Nikolao, Nikano, Parmeno na wengine. Hawa wakapewa kazi hiyo. Kama vile limeisha, baada ya muda kitambo wakapata changamoto nyingine kutoka nje, wakaanza kutishiwa kuuawa. Wakakamatwa Petro na Yohane, wakafungwa gerezani. Lakini kama haitoshi, Saulo akaanza kuwasaka Wakristo nyumba kwa nyumba ili wauawe. Hatimaye akauawa Stefano kama shahidi wa kwanza. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7. Kama haitoshi, akauawa shahidi mwingine, huyu ni Yakobo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Walivyoona hivyo, wakaona sasa hakukaliki, wakaanza kutawanyika. Wakaondoka Yerusalemu, wakaanza kusambaa kwenda sehemu mbalimbali, huku wakienda kuhubiri. Hata Saulo na yeye aliyekuwa anatishia kanisa akawa ameongoka. Hivyo wakaanza kuhubiri sehemu mbalimbali. Saulo akafunga safari kwenda kuanzisha makanisa mapya, kuzungukia sehemu mbalimbali akiimarisha Ukristo na kuanzisha makanisa. Akaanzisha safari yake ya kwanza ya kichungaji. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 na ya 13. Wakati anaendelea kufundisha na kuanzisha makanisa, ikazuka changamoto nyingine. Hii ikatishia kulipasua katika kanisa katikati. Na changamoto ilikuwa hii: walioingia katika Ukristo walikuwa mchanganyiko wa Wayahudi na watu wasio Wayahudi, yani watu wa Yunani, watu wa mataifa au Wagiriki. Sasa wale Wayahudi wakawa wanajiona bora kuliko wengine, wakaanza kulazimisha tamaduni za Kiyahudi lazima zipokelewe na kila mmoja anayeingia ndani ya kanisa. Ili mtu apokelewe, lazima akubali kupokea tamaduni za Kiyahudi, ikiwemo 1, kutahiriwa; 2, kushika Torati ya Musa na mapokeo ya Kiyahudi. Wagiriki wakasema, haiwezekani mtulazimishe sisi kuishi kama Wayahudi. Kama ni kukombolewa, tunakombolewa
kwa neema na imani kwa Kristo, si kushika mapokeo ya Kiyahudi. Hili likatishia kusambaratisha kanisa, na ili kufikia muafaka wakamtuma Paulo arudi Yerusalemu kwenda kujadiliana na wazee ili kupata suluhisho. Paulo akarudi Yerusalemu akiwa na Barnaba na Yuda. Wakafika Yerusalemu, wakakaa pamoja na Yakobo pamoja na Petro ili kujadili swala hili. Hicho kikao walichokaa ndio kinaitwa mtaguso wa kwanza wa kanisa. Unapatikana kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15. Walipokaa wakajadiliana, kukawa na mvutano wa kutosha, kila mmoja anavutia upande wake. Wale wa Kiyahudi wanasema hapana, lazima wakubali kufuata utamaduni wa Kiyahudi. Wale wa Kigiriki wanasema hapana, tusiwalazimishe, bali tuwaeleze tu wafuate yale yaliyo msingi. Baada ya majadiliano ya muda mrefu wakafikia muafaka, na muafaka uliofikiwa ndio huu ambao tumeusoma kwenye somo letu la kwanza. Ni kwamba tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo ya lazima, yani kujiepusha na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Pili, kujiepusha na damu. Tatu, kujiepusha na nyama iliyosongolewa. 4, kujiepusha na zinaa au uasherati. Na mwisho akaambiwa, mkifanya hayo mtakuwa mmefanya vyema. Ikaandikwa na wasalamu. Baada hayo ikaandikwa barua sasa, waende nayo kwenye makanisa yote huko, wakawasomee na kuwafafanulia kwamba si lazima watu wasio Wayahudi wanapoingia kwenye Ukristo walazimishwa kushika tamaduni za Kiyahudi ikiwemo kutahiriwa, isipokuwa wakapewa mambo msingi 4 ambayo ni: 1, kujiepusha na nyama au na vitu vilivyotolewa kwa sanamu. 2, kujiepusha na nyama iliyosongolewa. 3, kujiepusha na damu. 4, kujiepusha na uasherati. Kwa nini waliambiwa kujiepusha na hayo? Tuchambue kimoja baada ya kingine. Wanapoambiwa wajiepushe na vitu vilivyotolewa kwa sanamu, Wagiriki walikuwa na utamaduni wa kutoa sadaka katika miungu mingi ya Kigiriki. Ikumbuka Wagiriki walikuwa na miungu mingi, ambapo kila shida katika maisha ya mwanadamu ilikuwa inaombwa kwa mungu fulani. Ukitaka kuolewa unakwenda kusali kwa mungu wa ndoa. Ukitaka mtoto unakwenda kusali kwa mungu anayetoa watoto. Ukitaka utajiri unakwenda kusali kwa mungu wa utajiri. Ukitaka kusafiri safari njema unakwenda kusali kwa mungu wa safari, na kadhalika na kadhalika. Na kule unapokwenda kusali lazima upeleke sadaka, utoe sadaka huko kwa mungu huyo. Sasa walijenga utamaduni huo. Hivyo leo wameambiwa wajiepushe na hayo, waamini Mungu mmoja, wajiepushe na kuamini miungu mingi na kutolea sadaka huko. La pili, wakaambiwa wajiepushe na damu. Wajiepushe na damu kwa sababu kwa tamaduni za Kiyahudi na mtazamo wa Agano la Kale na Agano Jipya ni kwamba damu maana yake ni uhai, ni maisha. Unapoongelea damu maana yake unaongelea uhai, unaongelea maisha. Kujiepusha na damu maana yake kujiepusha na namna yoyote ya kutoa uhai wa mtu, wa kumwaga damu ya mtu. Hivyo wakasisitizwa walinde uhai, wajiepushe na kumwaga damu. 3, wakaambiwa wajiepushe na nyama iliyosongolewa.
hapa najua wengi nyama iliyosongolewa tuifahamu. Tunaposema nyama iliyosongolewa kizungu au Kiingereza tunasema strangled meat. To strangle maana yake ni kunyonga. Nyama iliyosongolewa maana yake ni mnyama aliyechukuliwa akauawa bila kuchinjwa. Yaani kama ni shingo imekunjwa hivi ikanyongwa, hiyo inaitwa mnyama aliyesongolewa. Sasa walipokuwa wanakwenda kutoa sadaka kwa miungu, mara nyingi walikuwa ile miungu wanatoa sadaka mnyama hawamchinji, wanamnyonga halafu wanakula ile nyama. Sasa kwa kufanya hivyo, hiyo damu ilikuwa haitoki kwenye ile nyama, inabaki. Na isitoshe walikuwa wanaongeza ukatili kwa wanyama, mpaka mnyama afe ananyongwa, anapitia mateso makali. Wakaambiwa waache kula nyama iliyosongolewa. Najua utamaduni wa huku wa siku hizi sijui, lakini zamani waliokuwa wanakwenda kwa waganga, wakipeleka kuku, wakipeleka mnyama, wanamsongoa. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo maeneo ya kwetu huko, niliwahi kuona watu wanaitwa wachwezi. Wachwezi wenyewe wakitaka kuchinja kula nyama hawachinji, wanashika nyama wanamfunga, wakisha mfunga wanamfunga kwenye mti, halafu wanaanza kumpiga mawe mpaka anakufa, au vinginevyo wanamshika wanamfunga, wanakuwa wanamtupia kwenye dari la nyumba, anatoka pale anadondoka chini, wanamtupia tena mpaka anakufa bila kumchinja. Huko ni kunyonga. Kwa hiyo nayo ni nyama iliyosongolewa. Hayo imekatazwa. Lakini mwisho wakaambiwa wajiepushe na uasherati. Ikumbukwe jamii ya Kigiriki na hasa maeneo ya Asia ndogo walikuwa na uasherati uliokubuhu, ambapo mtoto angeweza kuzini na dada yake, akazini na mama yake, na bado akaenda kutoa sadaka. Sasa hili limeambiwa wajiepushe na uasherati. Na baada hapo wakishakamilisha haya, watakuwa wametenda vema, wanaweza sasa kupokelewa ndani ya kanisa. Haya ndiyo waliopewa kama masharti ya kupokelewa ndani ya kanisa, na si lazima kushika mapokeo ya Kiyahudi, yani kutahiriwa pamoja na kuzuiwa baadhi ya vyakula ambavyo kwa Kiyahudi, kwa tamaduni za Kiyahudi walikuwa wamekatazwa. Mtaguso wa Yerusalemu uliisha na akatoka na makubaliano hayo. Wakaandikiwa barua, wakapelekewa wayaishi hayo, na kanisa likamaliza hii changamoto, kanisa likaendelea. Kwenye mtaguso wa Yerusalemu tunajifunza nini? Jambo kubwa tunalojifunza kutoka katika mtaguso wa Yerusalemu, wapendwa, ni kwamba ni nguvu ya majadiliano katika kumaliza changamoto. Ulimwengu wa leo mambo mengine yanashindwa kufikia mwafaka kwa sababu watu hawataki kukaa chini na kujadiliana. Kila mmoja anajifanya yuko ana haki, kila mmoja anajifanya ni mbabe, na hivyo hayuko tayari kusikia ya mwingine. Wayahudi walikuwa wanajiona wao wako sawa, na hivyo walikuwa tayari Wagiriki aidha waingie wafuate tamaduni wa Kiyahudi au waachane nao. Familia nyingi, ndugu, koo, watu hawaongei, watu hawasalimiani kwa sababu hawako tayari kukaa chini na kumaliza tofauti zao. Yawezekana mkawa mmekosana na ndugu yako,
Na huenda sababu ya kukosana ni ndogo, hata kama ni kubwa, mngeweza kukaa chini mkajadiliana mkamaliza tofauti. Lakini kwa sababu hamtaki kupata nafasi, hamtaki kutenga muda wa kukaa pamoja na kumaliza tofauti zenu, matokeo yake mpasuko unazidi kuwa mkubwa. Hata ndani ya familia, msipokaa pamoja mkaanza kujadiliana juu ya mambo yenu ndani ya familia, na kila mmoja akawa na dukuduku na akabaki nalo, mwisho wa siku mnaipasua familia yenu taratibu. Mwisho wa siku kila mmoja ataondoka na kipande chake. Kuna wengine hamsalimiana ndugu zenu kwa sababu tu mmezulumiana mashamba. Mmeachiwa shamba, na baada ya muda mmoja akamdhulumu mwingine, au akaliuza bila ridhaa ya mwingine, au kiwanja cha familia kimeuzwa bila ridhaa ya mwingine. Matokeo yake mnanuniana na mpaka leo hamsalimiani. Na mnaona ni sawa, kila mmoja anashikilia msimamo wake, yeye alikuwa sawa. Wapendwa, mwisho wa mwisho katika maisha ya mwanadamu, mwisho wa mwisho, kama ni ardhi, unahitaji ardhi yenye ukubwa wa futi 7 kwa futi 3. Mwisho wa siku binadamu, kama ni ardhi, utahitaji ardhi yenye urefu wa futi 7 na upana wa futi 3. Kwisha. Ulikuwa na viwanja, ulikuwa na mashamba, ulikuwa na nyumba, ulikuwa na nini, vyote ni bure. Simaanishi kwamba msipambanie haki zenu. Kila mmoja lazima atafute haki yake, kwa maana hata Walatini wanasema res clamat domine. Maana yake mali humlilia mwenye nayo, mali ni haki ya mwenye nayo. Lakini isifikie hatua katika kutetea haki yako, kutetea mali yako, ukajitoa fahamu, ukawa tayari kukosana na ndugu zako wote ili mradi upate mali yako. Ni ujinga. Kama kuna uwezekano wa kupatana, tafadhali tafuteni namna mpatane. Ni namna pekee ya kuna mmoja anajifanya yeye ni mjuaji kuliko wengine. Mkikaa wawili watatu mkatafuta na watu wengine, mtafikia mwafaka. Lakini hata kama wewe unajifanya mjuaji kuliko wengine, unafikiri wengine wote hawana akili, wewe ndio mjanja kuliko wengine? La hasha. Katika maisha haya Mungu hajakuumba peke yako. Amekuumba uishi na wengine, ndio maana huwezi kuishi mwenyewe kama kisiwa. Kila mmoja atamhitaji mwingine. Wayahudi walikuwa na wahitaji Wagiriki, na Wagiriki walikuwa na wahitaji Wayahudi, ili kuifanya jumuiya ya waamini iweze kuendelea. Na hivyo ili kutovunja muungano uliokuwepo, ndio kaitishwa mtaguso wa Yerusalemu. Tumombe Mungu atusaidie ili basi katika changamoto na mtafaruku tunayokutana nayo, tutafute uwezekano wa kukaa pamoja na kuyamaliza kidugu. Somo letu la Injili tunakutana na Yesu. Yesu yuko na wanafunzi wake katika karamu yake ya mwisho. Hapa Yesu anawapa usia. Usia huu wa Yesu unapatikana katika Injili ya Yohane sura ya 13 mpaka ya 17. Pale Yesu amewafundisha mengi, na anawahusia akijua muda mchache ujao atakwenda kukamatwa. Kati ya mengi ambayo amewafundisha Yesu, leo Yesu anatufundisha habari za kushika neno la Mungu. Mkilishika neno langu
Baba yangu atawapenda, nasi tutakuja kwenu. Lakini ili tuweze kushika neno la Mungu, lazima tuwe tayari kushikamana na msaidizi tuliyeletewa, ambaye ni Mungu Roho Mtakatifu. Yesu anatuahidia Mungu Roho Mtakatifu ambaye atatukumbusha kwanza yale ambayo yeye mwenyewe atufundisha, lakini atatusaidia namna ya kuyaishi. Wapendwa, isifikie hatua ukafikiri kwamba wewe kuishi vizuri ndoa yako, kuishi vizuri wito wako, kuishi vizuri Ukristo wako ni kwa nguvu zako tu. Kwa sababu ikumbukwe, bila uwezo wa Mungu kwa akili zako tu huwezi. Unahitaji uwezo wa Mungu na nguvu zake zikuwezeshe ili yale yote ambayo umefundishwa na namna ya kuyaishi ikusaidie kupiga hatua kwenda mbele. Kila mara kama binadamu inafika hatua tunajisahau. Tunafikiri kwamba twaweza kufanikiwa kuishi vizuri Ukristo wetu, kufanikiwa vizuri kuishi kwenye ndoa zetu, kufanikiwa kwenye shughuli zetu kwa nguvu zetu tu. Ni kwa uwezo wa Mungu twaweza kufanikiwa haya. Na ndio maana Yesu mwenyewe atuambia, huyu Roho Mtakatifu atawakumbusheni yale yote ambayo nimewafundisha, ikiwemo pamoja na kumjua Mungu na kushika mafundisho yake. Kila mara tusali na kumwomba Mungu atuletee Roho Mtakatifu ambaye akae ndani ya maisha yetu, akae ndani ya mioyo yetu, akae ndani ya dhamiri zetu. Atukumbushe kila mara kujua njia ipi sahihi twende na njia ipi ovu tuache. Atukumbushe kila mara kushika mafundisho. Atukumbushe kila mara kushika amri ya mapendo na mengine. Tumwombe huyu Kristo aliyetuahidi Roho Mtakatifu, amlete Roho Mtakatifu aje kwetu ili aweze kutusaidia kuishi vema katika kumjua Mungu na kupendana sisi kwa sisi. Tumsifu Yesu Kristo.